Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Benjamin Mkapa ikafanya tutamatishe dakika 90 kwa kuzitazama vizuri kweli kweli na Simba kwenda hatua inayofuata. Watoto wa mjini wanasema jini katoka lakini mganga yuko hoi, haijarishi. Lakini tunachojua Simba imepenya hatua inayofuata. Hiko ndicho kikubwa. Baada ya Simba kushinda, tafsiri sahihi sasa Tanzania imeshinda. Simba, Yanga wote wapo, lakini kule Singida na Black Stars yumo Azam FC hivyo hivyo. Hii ni record nyingine ya kibabe kweli kweli kwa Watanzania. Niko hapa Dominic Salamba, unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu ikiwa na nguvu kubwa mno na Helabet. Helabet ni kampuni nzuri, bora, bomba na ya kisasa. Hakikisha pia unatengeneza koto lako mpaka shilingi 300,000 kama bonus unapoamua kujiunga na Helabet, lakini pale kwenye promo code usisahau kuandika neno Salamba kwa herufi kubwa. Dominic Salamba, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na haulalamiki? Uzima upo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Simba hatimaye amefanikiwa kutinga kwenye hatua inayofuata. Mengi yamezungumzwa. Pila linaonekana si pila la kuvutia, pila gimbi, pila miogo, lakini haijafanya mnyama kuishia kwenye hatua hii, amesonga mbele. Kwako ni dakika 90 za aina gani na nini hasa ambacho umekitazama kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kimekuwa kama surprise kubwa kwako? Nafikiri jambo la kwanza kama ambavyo unataka kuzungumza, hizi ni mechi ambazo unaangalia matokeo ya jumla. Kwa maana kwamba mechi ya kwanza ndio walifanikiwa kuweza kupata ushindi 1-0. Mechi ya pili kilichohitajika ni kupata matokeo ambayo yatakuwezesha katika aggregate uweze kuingia katika hatua inayofuata. Katika matokeo ya jumla maana Simba anakuwa anashinda magoli 2-1. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuwapongeza, wameweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa ukubwa walionao ingekuwa ni fedhea kuweza kuishia katika hatua ya awali. Lakini ukija kwenye mchezo wenyewe ndio yale ambayo nilikuwa nazungumza, bado utafikika kama timu ambayo ndio kwanza inataka kwenda pre-season. Simba wamekuwa hawapo katika ubora. Uone kabisa timu ikiwa ina ile yani kuwa na kasi ya kuweza kushambulia hata kwenye kulinda. Uone timu ikipanga mashambulizi kutokea eneo la ulinzi kati kwenda mbele. Uone yani zile movement kwenye maeneo yote. Sasa unachokiona ni timu ambayo ni kama vile watu ambao ndio wanajiandaa kwa maana kwenda kwenye maandalizi ya msimu. Even if nilitoka kuzungumza moja ya changamoto ambayo tumekutana nazo kwa timu zetu katika msimu huu ni kwamba walipata muda mdogo sana wa kuweza kujiandaa. Kwa hiyo kama ni maandalizi ya msimu unaweza ukaona ni kama wapo kwenye ubora wa 40% kufikia katika ubora ulionao. Achilia mbali kuwa na viwango vya kawaida, achilia mbali kukosa wachezaji wengi ambao wanakuwa na vitu maalum, lakini hata hao waliopo kile wanachokionyesha akifikia tumemwao wa 100%. Ukiangalia Gabalon katika mechi leo aliweza kutawala mchezo kwa sehemu kubwa sana, na kama wangekuwa wana maturity, kwa maana wangekuwa wachezaji ambao wana experience, wamekomaa, vinginevyo leo tungeweza kushuhudia Simba akiweza kuadhibiwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa zaidi ya magoli 3 kwa sababu ni vijana ambao walikuwa mpata nafasi nyingi, lakini kukosa uzoefu, kuwa na vijana wengi ambao wana exposure katika soka la kimataifa ndio kimeweza kwenda kuwagharimu. Nafasi 3 za wazi ambazo pengine watakiwa waweze kuziconvert kwa magoli bado walishindwa kuzitumia. Ukiangalia walikuwa wameingia na sali nzuri sana kisha kwamba wanawapokea Simba na wanaanza kushambulia kupitia katikati. Bado eneo la katikati la Simba bado ni changamoto kubwa sana. Leo nimeweza kuona walikuwa wamemwonyesha Kante pamoja na Kagoma na pamoja na Jinchazi Yawa, lakini bado unakosa muunganiko. Unakosa kuona viungo wakiweza kuoda na katikati na kuweza kupunguza hatari kwenye sehemu ya ulinzi, lakini pia hata kuweza kusupport mashambulizi whether kupitia pembeni au kupitia katikati. Jinsi Yawa anakuwa kama yupo katika eneo la mbele akiwa na watu kama wakina Mpanzu, akiwa pamoja na mshambuliaji wao mwingine ni Soa, ni kama wanakuwa na timu yao kijapa katikati, viungo wa timu yao na safu ya ulinzi kwa timu yao, huku mlinzi Lucian Daroki akiwa anakaa mtu wa mwisho akiwa hataki kashikashi. Kwa hiyo unakuta Simba inakuwa ina makundi 3 mpaka makundi 4. Uone build up ya kuweza kuunganisha mashambulizi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wanapiga pasi ambazo mwisho siku azikupi makisio ya kuweza kuona pasi hizi zinakwenda kutengeneza nini, kwa sababu shambulizi ni lazima lianze kupangwa kutokea nyuma. Ukiangalia Gabaron wanapoanza kushambulia, yani unaona mpira huu ukitoka hapa akachopia katikati, either atapeka kulia, kushoto au katikati, na mazingira yanakuwa yanaonekana na wanafungua. Kwa hiyo tofauti ambao umeonekana leo hii ni kwamba mmoja amekosa experience ya michuano hii, lakini akiwa katika ubora wake, na mwingine anazidi kupoteza ubora ambao alikuwa nao katika michuano ya kimataifa. Kwa ni mechi ambayo Simba ameshinda, anaingia hatua inayofuata, lakini wanatakiwa waweze kukaa chini na kujitafakari na kutafuta solution ya haraka. Wamecheza chini ya kiwango. Sasa hivi ndivyo unaweza ukasema
kusema kwamba timu imecheza vibaya, kwa maana kwamba hawakutengeneza nafasi nyingi, hawakudominate mchezo, lakini bado wampata sare ambayo ni kama wao ndio walikuwa naomba mpira kuweza kuisha, even though wameweza kufuzu kwa hatua inayofuata. Ndio ukitazama sasa Salamba, Simba namna ambavyo wamepata kucheza na kupata kwa maana ya sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Gaborone, unaiona Simba ikifanya vizuri kimataifa kwa kiwango ambacho ametuonyesha kwenye michezo ya awali na kufika pale ambapo wengi tumepazoea, kwa maana Simba kwenye ligi ya mabingwa bwana, hatua yake ndogo ni hatua ya robo finali. Unaiona Simba ikitinga robo finali kwa namna ambavyo wamejipanga msimu huu? Uzuri tulionao ni kwamba hizi timu zetu zimekuwa katika ubora wa hali ya juu. Kwa maana ukiangalia Simba anakamata nafasi ya 5 kama sikosei, na Yanga yuko nafasi ya 11. Yes. Kwa hiyo wanakutana wapinzani wengi ambao hawapo hata kwenye 20 bora. Na hii inapatia kwa advantage katika hatua za awali waweze kupangiwa na timu ambazo hazina ubora mkubwa. Ndio. Na naelewa sasa kuzungumza. Kwa hiyo bado namuona Simba akiwa na nafasi ya kuja kwenye hatua makundi, kwa sababu even if mpinzani anakutana naye bado sio mpinzani ambaye ni makini, lakini kama hata ongeza jitihada yanaweza kutokea maajabu. Sasa leo hii angeweza kuondoshwa, bado tungesema ni maajabu, kwa sababu bado pamoja na madhaifu ya Simba, pamoja na kukosa utimamu, pamoja na kukosa mbinu, lakini bado huwezi kuandareti dhidi ya Gaborone. Yes. So bado ana wachezaji ambao wana uwezo wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo chukua ni kwamba hawachezi vizuri, lakini kutokana na njia ambazo wanapita kwa maana ya Simba na Yanga ni rahisi kuweza kukuta katika hatua ya makundi. Tofauti kama hivyo, kama Azam amekutana na Almerek, ukiangalia Singida amekutana na Rayon Sports, timu ambazo at least unaona zina kitu ambacho unaweza kwenda kuweza maswali magumu. Lakini kwa Yanga na Simba bado wamekutana na wapinzani ambao sio wazuri, na kutokana na faida ya wao kuwa katika nafasi za juu za bora barani Afrika. Kwa hiyo kigezo cha kuona ubora wa Simba akitapatikana katika hatua ya kufuzu kwenye hatua makundi. Pengine wakiingia kwenye makundi ndio tutaangalia hiki ambacho tunachokizungumza kama kitakwenda kutokea au kutokea. Lakini kwa maana ya ubora wao, kwa maana ya timu yao, performance yao ni ya chini. Kwa hiyo cha msingi wapo katika poor performance directly. Sawa, ni performance ya chini, ni maneno yake Dominic Salamba kwa namna ambavyo klabu ya Wekundu na Msimbazi Simba amezakata leo kabumbu Benjamin Mkapa, lakini matokeo ya mwisho yamepatikana sare ya mfanano matokeo kwa maana ya bao moja kwa moja, lakini Simba alipata faida bwana ya goli moja ugenini na kukata tiketi sasa kutinga hatua inayofuata. Vipi Simba anaweza kutoboa kwenye hatua ya robo finali tulipomzoea? Dominic Salamba ameelezea kwa uzuri zaidi. Lakini Salamba, nataka utuambie Simba hii umesema performance yake imekuwa ya chini kwenye mchezo huu wa leo. Unafikiri hasa sehemu gani imechangia Simba kudrop kiasi hiki? Nafikiri jambo la kwanza usajili waliofanya, nikizungumza wameondoa wachezaji wengi ambao lengo lao lilikuwa ni kutaka kutengeneza timu mpya ambayo itakuwa na bora kuliko waliopita. Lakini bahati mbaya wamekwenda kuchukua wachezaji ambao si bora kuliko wale walioondoa. Sio, unaelewa? Yaani wametoa kundi kubwa la wachezaji ambao hawa waliowaleta bado hawana sifa za kufikia hata kwenye bora kwa wale walioondoa. Unaona, anakwenda kuondoka Mohamed Hussein, anayekuja badala yake afikie hata robo ya uwezo wa Mohamed Hussein. Anakwenda kuondoka Fabrice Ngoma, badala yake afikie hata nusu ya uwezo alionao. Anakwenda kuondoka Cheche Baloni Fondo, anaoingia afikie hata nusu ya uwezo alionao. Kwa hiyo wametoa timu ambayo ilikuwa inaweza kuimprove na kwenda kuonyesha watu ambao inabidi kwanza waanze kujifua kufikia katika level ambayo walikuwepo wale walioondoka, then baada ya hapo ndio waanze kupiki kuelekea juu. Kwa jambo la kwanza nafikiri usajili wao ulikuwa si bora. Hawajafanya usajili mzuri ambao unaakisi malengo na matamanio ya wanasoka wengi. Lakini jambo la pili, hili litalikumba timu zote, hasa timu kubwa, kwamba wamekosa muda mzuri wa kuweza kufanya maandalizi ya msimu. Muda maandalizi haukuwa mzuri. Ndio kanga timu inakosa balance kwenye vitu vingi. Ukiangalia fitness, ukiangalia team wise kwa maana ya muunganiko, hivi vitu huwezi ukasha kulaumu tu, lakini pia utaangalia kama je walikuwa wamepata muda wa kutosha. Jambo la tatu ambao nakutana nao ni kwamba bado mwalimu ni kama alikuwa yuko ndani nje. Bado alikuwa amekaa na timu, lakini alikuwa na mawazo pengine ya kubaki au ya kuondoka. Kwa hiyo project yake ni kama bado ilikuwa haijakamilika. Kwa hiyo ameondoka timu ikiwa bado haijaunganika, bado kuna first level na mdogo na mwalimu wa mpito. Inaweza kani changamoto ambayo itawafanya waweze kuchukua muda, kwa sababu mwalimu Moloko amekuta timu ikiwa tayari ilikuwa na mwalimu mwingine, na ndio mwanzo wa msimu. Mwalimu alikuwa anaanza panga kikosi chake. Tumeweza kuona mechi iliyopita hapa kina Mzamili alikuwa anacheza. Kwa hiyo hii nayo itakwenda
kuwasumbua kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu aliyesajili na timu kuingiza kwenye kambi na kuanza msimu si ambao anakwenda kuonesha na timu. Sasa lazima uwe na wachezaji ambao watakuwa na ukomavu na ubora mkubwa, ili wakati mwingine waweze kufukia madhaifu ya mwalimu afanya timu iweze kupata matokeo. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Dominic Salamba anatuambia kwa namna gani Simba Sports Club leo hii haikuweza kuwa vizuri zaidi katika uwanja wa Benjamin Mkapa kukata tiketi ya hatua inayofuata ya ligi mabingwa barani Afrika. Baada ya hapo pia wakati tiketi nyingine kwa ajili ya kutinga hatua ya makundi. Nilimuuliza swali, je, watoto wa Simba? Umepata pia kusikiliza ufafanuzi mzuri kweli kweli. Mimi naitwa Cisco, nikupongeze wewe ambao umeungana nasi sako kwa bako. Hakika umeselelea matangazo ya jadidi kweli kweli, sio kuwa na shida wala shaka yoyote, yakiwa yanasimamiwa vizuri kweli kweli na Anko Vuma Zela Busara. Na labda tu kwa nataka niwaambie sasa. Kwa hiyo nitategemea kuona wachambuzi na wajuzi wa mambo wakizungumzia kuhusiana na ubora wa klabu ya Simba. Tunaweza kuona maeneo yamekuwa mengi sana. Ndio. Ya kishabiki kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo inasemekana chezi vizuri, lakini wanapata matokeo kabisa katika mechi ambazo mcheza zote. Ukichukua mechi za kirafiki hizo mechi 7, ukichukua na mechi moja ya ngao na mechi mbili za klabu bingwa, unakuta kwamba wameweza kusekiwa ushindi sawa 100%. Na wameweza kushinda magoli yani zaidi ya 20 na kuweza kuruhusu magoli mawili, lakini bado naambiwa timu haichezi vizuri. Sasa je, kwa hiki ambacho leo Simba amekionyesha tutasemaje? Lakini pesa lingine la msingi la kujiuliza, kama Yanga hii ambayo haichezi vizuri ndio inaweza kusekia kupata matokeo hivi, je, siku wakija kucheza vizuri watakuwa timu gani? Kwa hiyo nimekuja kugundua kwamba Yanga anashindana na ubora wake yeye mwenyewe. Yaani wameset standard, hakuna ambaye anawakaribia. Kwa hiyo kila msimu mashabiki wake wanaiangalia timu ya msimu uliopita, wakitaka timu inayokuja. Ukiangalia hata katika utawala wao wamekuwa kwenye kila msimu wanapandisha kiwango cha alama ambacho walikuwa wanavuna. Msimu wa kwanza ambao wanachukua bingwa walikuwa na alama 74. Sawa, wakachukua bingwa. Msimu uliofuata wakachukua bingwa alama 78. Msimu uliofuata wamechukua bingwa alama 80. Msimu wa mwisho wamechukua bingwa alama 80 ngapi? 82. Kwa kwenye kila msimu wanaongeza sawa idadi ya point, lakini msimu ambao wanachukua bingwa na alama 82 wamefunga magoli 83. Kwa hiyo changamoto ya mashabiki wa Yanga si ubora wakilinganisha timu nyingine za ligi Tanzania bara. Changamoto yao ni kwamba timu yao wanaiona sio bora wakicompare na timu yao ya msimu uliopita. Zote ni timu bora. Na hata wachezaji wao wa Yanga viwango vyao wanachallenge wao kwa wao, lakini sio kuangalia na timu nyingine. Kwa hiyo chikoda leo ni kwamba bado Simba yupo kwa daraja lake. Unaona lakini Yanga yupo kwenye level yake ambayo anajichallenge yeye mwenyewe. Kwa hiyo kama wanaona hawachezi mpira mzuri wana Yanga, ni wanaangalia wacheze mpira mzuri wakikompare na timu zao wao wenyewe, lakini sio compare na timu nyingine ambayo tunanayo katika NBC Premier League. Mimi nikushukuru sana Dominic Salamba. Asante sana. Bwana, ni ufafanuzi mzuri kweli kweli huo. Wameupata wasikilizaji na watazamaji wetu. Lakini endelea kukumbusha tu ya kwamba Helabet bwana ndio mabingwa. Hakikisha kwamba unajiunga na familia hiyo ili uendelee pia kutengeneza maokoto. Bonus ni kubwa mpaka shilingi 300,000 ya Kitanzania. Wakati unapojiunga usisahau kuandika promo code kwa jina la herufi kubwa Salamba. Hapo utakayopata tiketi ya kucheza Helabet, ya kupata mikeka Helabet, lakini ya kufanikiwa pia kupata bonus kubwa kutoka Helabet. Mimi naitwa Cisco, nyuma ya kamera ni Anko Vuma Zela Busara. Dominic Salamba amezungumza mengi na mazuri. Hatuna la ziada, inatosha kusema wailalika. Maasalam.